lakini tutazame kwa uchache wake kulingana na muda wetu. Mchezo ambao ulichezwa siku ya Jumamosi baina ya Wekundu Msimbazi Simba ama RS Berkane dhidi ya Wekundu Msimbazi Simba, mchezo ambao ulipigwa katika dimba la Manispaa ya Berkane pale Morocco. Na kimsingi ni timu zote mbili ambazo zilituonyesha, kila timu ilituonyesha kitu cha tofauti. Binafsi kwa jinsi ambavyo niliweza kutazama mchezo kwa dakika zote 90, vipo vitu kadhaa ambavyo nilivibaini. Miongoni mwa vitu ambavyo niliweza kuvibaini katika mchezo ule kwa dakika zote 90 ni kwamba kuna utofauti wa madaraja ambayo tuliyaona, ambao niliyaona kupitia katika mchezo ule, kwa maana ya daraja la timu kama timu, kwa maana nazungumzia jina la timu ya RS Berkane. Daraja la jina la timu hiyo ni kubwa zaidi kuliko daraja la Simba, hasa katika hatua waliokuwa wanaicheza, kwa maana ya kilichokuwa kinashindaniwa ni hatua ya fainali. Sasa ukilitaja jina la RS Berkane limeapia katika hiyo hatua ya fainali mara nyingi zaidi, wakati katika msimu huu mpya tangu liitwa kombe la shirikisho barani Afrika, mfumo huu mpya Simba haijawahi kufika katika hatua ya fainali, na badala yake imekuwa ikiishia katika hatua ya robo fainali. Kwa hivi sasa msimu huu ndo tunaona Simba wamevuka katika hiyo hatua ya robo fainali na kufika katika hatua ya nusu fainali, na tukawashuhudia wako fainali. Kwa kitu cha kwanza kabisa ambao kilikuwa kinaisumbua Simba ni kufika yenyewe fainali. Yani fainali yenyewe, regardless unacheza na nani, kabla hujajua unacheza na nani, Simba kuna mazingira fulani ambayo yalikuwa yanaonekana ni magumu zaidi kujiandaa na fainali yenyewe dhidi ya Berkane, ambayo msimu uliopita ni mafinalisti, walicheza fainali, nafikiri walicheza dhidi ya Zamalek wakafunga katika hatua ya fainali, na msimu nyuma yake walikuwa mabingwa, na hao wamefika katika hatua ya fainali zaidi ya mara 3, kwa maana ya mara 4, lakini pia wamekuwa mabingwa zaidi ya mara 1 wa kombe hili la shirikisho. Kwa in terms of majina, RS Berkane walikuwa na hiyo faida ya kutokuwa na vitu vingi vya kujiandaa na hiyo fainali, kwa maana ya kwenye fainali yanapatikana mambo gani, kwa wao ni wazoefu sana. Lakini engo nyingine ambayo nilitazama ni uzoefu wa mchezaji mmoja mmoja. Tunapoizungumza RS Berkane katika nyakati ambazo wamefika katika hatua ya fainali, katika nyakati ambazo wamekuwa ni mabingwa, wapo baadhi ya nyota ambao wamekuwa na hiyo kikosi RS Berkane. Unamtaja mtu kama Mamadou Kamara, namba 6 wao Msenegali, yule ambaye ndiye mchezaji aliye perform rate ya juu zaidi katika mchezo huu, nafikiri ndio nyota wa mchezo. Lakini pia nenda kamwangalia golikipa wao, ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwepo katika kipindi hicho ambacho RS Berkane wanafika katika fainali, lakini pia wanachukua huo ubingwa. Yule center back wao umri miaka 33 ambayo ni Sofdayo, ambaye alifanya kazi nzuri sana. Pia ni uzoefu ambayo amecheza akiwa na RS Berkane kwa mafanikio makubwa sana. Kwa wapo wachezaji ambao walikuwa na hiyo wanaendana na fainali yenyewe, kwa maana ya si wachezaji ambao wameikuta Berkane wameshacheza hiyo fainali, isipokuwa wao ni sehemu ya hiyo fainali. Wakati huo kwa upande wa Simba, mchezaji ambaye pekee katika kikosi cha Simba kilichoanza kwenye mchezo huo na ambao walikuwa bench, mchezaji pekee ambaye alikuwa na uzoefu mkubwa wa kufika fainali na kuchukua ubingwa ni mmoja ambaye ni Fabrice Luamba Ngoma. Kwa katika hayo mazingira unaweza ukaona namna gani ambavyo in terms of majina ya club RS Berkane walikuwa wako juu, lakini in terms of wachezaji ambao wana experience ya kucheza hiyo michuano ya fainali na kuchukua ubingwa, kwa Simba wao walikuwa na mchezaji mmoja, wakati wale Berkane walikuwa na wachezaji zaidi ya 4 ambao wamefanya hivyo. Na unapokuwa na mchezaji kariba ya mchezaji ambaye ametoa ubingwa wa Afrika, maana yake kwake yeye ni rahisi sana, ni vyepesi kuituliza timu pressure. Hicho ni kitu ambacho nilikitazama hata kabla ya mchezo hujaanza na baada ya mchezo kuanza kilijidhihirisha. Lakini kitu cha tatu, ule mchezo kwa jinsi ambavyo Simba walicheza na Berkane, jinsi ambavyo waliwaapproach ule mchezo katika mfumo wa Berkane, mfumo wa 3-5 kwa mmoja, kwa maana ya 3-5-2, maana yake walikuwa wameingia na back 3 dhidi ya 4-3-3 ya Fallou Davis ya Simba.
kitu ambacho nilikitazama mara nyingi wakati tunatazama Simba akiwa katika mechi za ndani anacheza dhidi ya timu za madaraja ya kati. Mfano maybe anacheza dhidi ya Dodoma Jiji, anacheza dhidi ya Mashujaa, anacheza dhidi ya Coastal Union, dhidi ya KMC, dhidi ya Pamba Jiji. Kuna namna fulani ambavyo Simba huwa anai-overload kwa kila kitu. Simba anapocheza uwanja wake nyumbani, KMC Complex, huwa tunaona namna ambavyo tunahisi kabisa anawa-overload Dodoma Jiji, anawa-overload KMC na timu zingine za madaraja ya kati. Ndivyo hivi alivyofanyiwa katika uwanja ule wa RS Berkane. Hii ni kwa sababu ya kocha wa RS Berkane Chaban alifanya homework yake vizuri sana. Katika dakika zote 90 nenda katazame mikimbio ya Elie Mpanzu, alipata moment chache sana. Kitu ambacho alikifanya kwenda kukata zile huduma stahiki ambazo Elie Mpanzu anapaswa kuzipata, na ndipo ambapo huwa anaonyesha madhara yake. Mchezaji mwingine ambao ni hatari kwa upande wa Simba hasa katika michuano hii ya kombe la shirikisho Afrika na michuano hata ya ligi ya mabingwa Afrika ni Kibu Denis. Lakini nenda katazame Kibu Denis katika moment ambazo katokea katika matukio, umuoni falsafa ya Simba mara nyingi mashambulizi yao huwa yanatengenezwa upande wa kulia na kushoto. Miongoni mwa wachezaji ambao wana rate za chini zaidi katika performance ni Shomari Kapombe. Lakini kwa nini hii yote imetokana na hiyo? Ni mwalimu ama benchi la ufundi la RS Berkane limeweza kugundua Simba wana ubora katika maeneo gani na ni wachezaji gani ambao wao ndio wanaokamilisha huo ubora, na badala yake baada ya kuwagundua yuko Jean Charles Ahoua, yuko Kibu Denis, lakini yuko Elie Mpanzu, yuko Mohamed Hussein, lakini pia huwezi kumwacha Fabrice Ngoma, huwezi kumwacha Shomari Kapombe. Hao watu wote wakaenda wakapigwa pili. Wamepigwa pili kwa namna gani? Nenda katazame mfumo wa kocha Chaban, kwa maana ya kwenda eneo la kiungo ana watu watano. Wale watu watano ambao wanahakikisha katika ile eneo la kiungo, wale wachezaji ambao wa Simba wanacheza katika maeneo ya pembeni, kwa maana ya Kibu Denis pamoja na Elie Mpanzu, hawapati hiyo space ya kukimbia kwa umbali mrefu, na hata zile nyakati ambazo wanapata uwezekano kukimbia bado kulikuwa na wachezaji wawili mpaka watatu wa RS Berkane. Na style ya magoli jinsi ambavyo yamefungwa, ukiangalia magoli jinsi ambavyo yamefungwa, goli la pili tunaweza kalizungumza, goli la pili ni counter press ambao walifanyiwa, wanatengeneza makosa, watu wanaenda funga. Karudia magoli dhidi ya Azam FC, dhidi ya goli dhidi ya Coastal Union. Aina ya magoli ambayo Simba wamekuwa kifungo, hawafungwi magoli yanayotokana na wao kutokucheza vibaya kimfumo, isipokuwa wanafungwa kwa wao kuweka pressure. Simba wanapokutana na timu ambayo inaweka shinikizo, ni rahisi sana kutengeneza makosa katika eneo lao la ulinzi, na wanakuta wamenyang'anywa mpira, watu wameweka. Na nafikiri kulingana na muda baadaye tutakuwa na mengi mazuri zaidi ya kuzungumza. BK ya tumeona mchezo wa Yanga dhidi ya Tanzania JKT ya nusu finali ilikuwa nusu finali ya kwanza ambayo tunasubiriwa sasa kati ya Simba na Singida. Tutacheza tucheze. Jana nimeona pia Aziz Ki akiwa anawaaga mashabiki wa Yanga rasmi, na alitoa usinga ikiwa kama ni moja ya kuaga pia kama heshima ambayo anapewa ndani ya klabu ya Yanga. Ya ni kweli, Stefan Aziz Ki jana ilikuwa ni mechi yake ya mwisho, na hata kama dabi kichezo, Stefan Aziz Ki hatakuwa sehemu ya kucheza muda na wakati wote. Atatangazwa rasmi na Wydad Athletic Club ambao ni klabu yake mpya. Nafikiri baadaye tutazungumza na mengi sana kuhusiana na Stefan Aziz Ki, kipi ambacho amekiacha katika ligi yetu, lakini binafsi tumeondokewa na mchezaji ambaye alikuwa anatupa vitu vingi sana katika ligi yetu, hasa kwenye kuifaisha pia, lakini na style yake of play. Wapo wachezaji wengi ambao wanacheza kama yeye, lakini nafikiri alikuwa yuko very superb sana, hasa katika msimu ambao amemaliza kama MVP, lakini pia kama top scorer msimu wa 2023-24. Nafikiri baadaye tutamzungumza mengi, lakini nani ambaye anatajwa kuchukua nafasi yake? Kuna mwamba anaitwa Gilbert kutoka pale Orlando Pirates. Sawa, mengi zaidi ni majira ya saa 1:15 mpaka majira ya saa 3 kamili za usiku. Msikilizaji, usiondoke hapo, ni news inafuata.